Karibuni katika tafakuri yetu ya Rozari, sala ya tafakari, na hii ni siku ya 21 katika mwezi wa 10 ambao ni mwezi wa Rozari. Na tafakuri yetu ya leo ina kichwa cha habari kisemacho, je, ni kosa kama sitaweza kukamilisha kusali Rozari nzima? Tunajua kwamba sala ya Rozari inahitaji dakika 25 mpaka nusu saa kuisali kwa tafakuri toshelezi. Sasa kuliulizwa swali katika mojawapo ya makundi ya WhatsApp kwamba je, mtu anaweza kuharibu sala yake ikiwa kama itatokea akashindwa kukamilisha kusali Rozari nzima? Mtu mmoja alijibu kwa kusema ndiyo, na alishauri kuwa unapoanza kusali hakikisha hakuna usumbufu wowote mpaka umalize kusali. Alisema kwa mfano, yeye akianza kusali anajifungia ndani na haruhusu usumbufu wowote mpaka amalize kusali. Kwa mfano, alidai hata kama mtu mwenye shida kubwa kiasi gani akibisha hodi hatojibu, kwani mtu huyo atamharibia sala yake, ni mpaka pale atakapomaliza kusali. Basi hebu tulitafakari swali hili kwa undani kidogo. Ijapokuwa ni jambo jema unapoanza kusali ukamalizia sala yako, lakini hakuna sheria au taratibu katika sala kwamba ukikatiza sala yako kwa sababu yeyote ile ya msingi. Nirudie tena, ukikatiza sala yako kwa sababu yoyote ile ya msingi, basi utakuwa umeharibu sala. Tujue, sala ni mazungumzo na Mungu na sio kukamilisha utaratibu au sheria. Hata ile tu kuwa na nia ya kusali, tayari Mungu alikwisha kuiona nia ile na kuibariki. Sasa, ikiwa kama sala ni mazungumzo, hakuna ubaya wa kuhairisha sala pale inapobidi au inapolazimu. Ili kukamilisha sala ya ufanisi, unahitaji muda, nafasi na mazingira yanayoruhusu kukamilisha sala. Kwa mfano, sala ya Rozari inahitaji dakika 25 kama tulivyosema mpaka nusu saa kuisali kwa tafakari toshelezi. Sasa tuseme upo kazini, halafu ikatokea una dakika 10 tu za mapumziko katikati ya mahangaiko yako ya siku, na ukataka kutumia dakika hizo kwa ajili ya kusali Rozari. Manake hutaki kutumia hizo dakika 10 pasipo kitu cha maana. Sasa huwezi kusema sina muda wa kutosha hivyo uache kusali Rozari, eti mpaka uwe na dakika 25 au nusu saa ndio usali. Hapana. Unaweza kutumia dakika hizo 10 kwa kusali Rozari yako, tena bila ya kuharakisha. Muda wako ukiisha, unaweza kusitisha sala. Ukipata tena dakika chache hapa na pale, badala ya kuzitumia bila faida, unaweza ukaendeleza pale ulipofikia katika kusali. Hatimaye unakamilisha sala yako nzima ya Rozari. Tuseme umeanza kusali na baada ya kusali fungu moja, jambo fulani la muhimu likakukatiza, ukakosa utulivu wa sala. Huna haja ya kulazimishia kukamilisha sala. Kumbuka, kilicho cha muhimu sio bora sala, bali sala bora.
Basi unapoona haupo katika utulivu wa sala, jaribu kuchukua muda, jiweke sawa, na hatimaye unaweza ukaendelea na sala yako. Vile vile unaweza kuifanya sala yako ya rozari kuwa endelevu, yaani unaifanya kuwa sehemu ya shughuli zako za siku kama inawezekana, au pale inapowezekana. Kwa jinsi hiyo unaweza ukasali kimoyomoyo huku ukielekea kazini, ukiwa unafanya jambo lisilohitaji kufikiri sana, mfano kuosha vyombo, kupika, kufua, kufanya matembezi na kadhalika. Ikiwa kama kuna mtu mwenye shida na anahitaji msaada wako huku umeanza kusali, utafanyaje? Kumbuka, kutenda jambo jema ni sehemu ya sala. Hivyo tusiache kutenda wema. Waraka kwa Wagalatia unasema hivi: tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake. Wagalatia 6:9. Pia ule mfano wa Msamaria mwema unatufundisha kutenda jambo jema hata ikibidi shida inapotokea wakati wa sala. Jambo hili lilimtokea Mtakatifu Faustina wa Huruma ya Mungu. Yeye na wenzake walitaka kwenda kusali jioni kipindi cha majira ya baridi. Kabla ya kwenda, walimuona mtu masikini akitembea kwa shida katika baridi. Wenzake walimpita na kuelekea kusali, maana ule ulikuwa ni wakati wa sala. Lakini Mtakatifu Faustina yeye alikatiza kwenda sala, akamhudumia yule masikini. Alimpeleka jikoni kuota moto na kumpa supu ili apashe mwili joto. Baadaye aligundua kwamba yule mtu hakuwa masikini, bali alikuwa ni Yesu. Kumbe basi, tusimpite Yesu katika shida za lazima za wengine, tukidhani ni muhimu kukamilisha sala. Kutenda jema iwe ni sehemu ya sala yako. Tumsifu Yesu Kristo.